Asante. Leo unaonekana kama mlizidiwa kidogo King. Ndio kaida ya mchezo kwa sababu kuna kushinda na kufungwa na kudraw. Leo kweli tulizidiwa. Inaonekana kabisa maandalizi yalikuwa mazuri kwa upande wenu Kings. Unaweza wakawa umejiandaa unavyotakiwa kujiandaa, lakini wengine wakakuzidi kimchezo kwa sababu mchezo wa mpira una mistakes. Sasa panapotokea mistakes, hata kama umejiandaa vipi unafungwa, unaweza ukashinda. Ndio kilichotokea. Tumejipangaje sasa na mechi inayofuata? Ni kushinda tu. Yes, Mfalme. Watu wanajiuliza timu takriban 3 ziko chini yako. Je, utacheza kwenye hizo timu zote? Timu gani ziko chini? Kuna hiyo Stanbic, kuna King Music, Mfalme. Stanbic ni washirika kama washirika wengine. Kings Music pia ni lebo yangu, lakini sichezei Kings Music. Mimi na vijana wangu wako Kings. Mimi siko Kings. Mimi nimeingiza timu yangu ya Crown Media na kama mlivyoona matokeo ndo haya. Kwa hivyo mimi nimeingiza timu hii moja. Nadhani mlizidiwa wapi leo? Kimchezo tu, ni mchezo kama nilivyosema mwanzo, mistakes zimetokea. Golikipa kama mlivyoona. Lakini in general ndio tuweze kuwapongeza Kombolela, wamecheza vizuri. Wamekuwa very compact. Moja ya nafasi ambayo tuliiona pale King, ulionekana umedondoka kabisa, ilikuwa ni penalty. Watu wengi wakawa wanalaumu kwa hujuma. Unaonekana kama hujuma fulani. Ni hali ya kimpira. Kiukweli haikuwa foul. Haikuwa foul, nilikuwa najaribu kupata chance. Tuone refa anaweza katufavor, maana vile vitu ni vya kimpira tu. Yes. Okay, Ali, mmejipanga vipi sasa na mechi ambazo zinafuata, kwa sababu tukiangalia hata mwaka jana kidogo mliondoshwa mapema. Nataka tupanguke sasa, maana nishasema nimejipanga kufunga. Sema kama unataka nipanguke sawa. Maana nishasema kwamba nimejipanga kwa ajili ya ushindi next match. Kuna kitu kingine. Okay, Mfalme, kwenye michuano hii tunaonaga watu mbalimbali, lebo mbalimbali zinafika hapa, zinashiriki. Tunaona kina Harmonize hapa, kina Santos hapa. Hivi hii mbinu ya kuweka watu pamoja ulipata wapi? Ni mbinu gani ulitumia kubwa? Sio mbinu. Michezo ni furaha. Michezo ni afya. Michezo ni connection kubwa sana. Na wasanii tunawahitaji watu wenye makampuni, na makampuni yanawahitaji influencers. Ndio maana umeona nimekutanisha watu wote hapo katika hii Samia Cup ambayo tuna mwenzi mama yetu kwa jina tu, lakini kiukweli tunataka kila mtu awe na furaha, awe na afya. Ni upendo tu kilichokuwepo, na ukiona kama kuna wasanii wanajiunga vile vile na wao pia wameamua tu kuparticipate katika hili kutokana na michezo ni furaha. Ali, tumeongea na Shibuibu, anasema Harmonize amekimbia. Wewe una lipi la kumwambia bwana Kondiboy? Nadhani Harmonize ratiba zake zimembana. Ana project moja anaifanya, anashuti. Muda wa kuweza kuarrange timu nadhani amekosa. Hicho ndicho nilichokiona, lakini kiukweli alikuwa yuko tayari na aliniambia kakaangu mimi lazima niwepo, ila kwa sababu ya muda ule mbana wa kushuti nadhani ana project yake anafanya. Ali pia ni shabiki wa Simba. Tumekuwa na Simba kwa muda mrefu. Tayari joto limeshaanza kupanda kuelekea dabi. Kila mmoja anasema la kwake. Nataka kusikia wewe kama shabiki, lakini pia msanii ambaye huo kiperform pale, unalipa kusema kuelekea huko. Mimi nawatakia ushindi Simba. Nawatakia ushindi. Najua timu ipo. Timu wanayo. Mchezo ni kuwaiana tu. Mistakes tu ukiwa umezidhibiti katika mechi na unakuwa na focus na game, basi unaweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo unaamini ushindi huko? Naamini na watakia ushindi Simba. Sabini mwanasi. Nataka kusema kama una imani ya ushindi. Leo unatakia tu ushindi. Unataka nitabiri au? Unataka nitabiri? Mimi sio mtabiri. Ila nawatakia ushindi Simba. Dakika moja. Kuna swali lingine? Sisi tunashukuru kwa time yako. Asanteni sana kaka zangu.
basi ndugu zangu, nadhani wameona umuhimu wangu sasa. Ndio wanipe milioni 2. Wakasema watanipa moja. Nikakataa. Baada ya kuingia mimi pale, unaona sawa, tuendelee kupambana. Kigoma, ndani kule. Ndani kule. Itabidi tuachie uwanja. Hapa inaonekana